Kiswahili. Afrika, Abanama. Uhali gani mtazamaji na msikilizaji wa Zayoma Online TV, karibu sana, na leo tunakuletea awamu ya pili ya ziara ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma ndaki ya Insia na Sayansi za Jamii wanaochukua shahada ya awali ya isimu ya lugha na shahada ya tafsiri na ukalimani. Na ziara yetu ilianza kama hivyo mnavyoona hapo, na hapo safari ilianzia kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma kuelekea Arusha katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano. Kwa kweli safari ilikuwa nzuri na tulifika sehemu kadha wa kadha, na hapa unavyoona ni tumeshuka kwa ajili ya mapumziko na chakula kidogo, lakini pia tulikuwa tunashuka kwa ajili ya kuangalia mandhari na kadhalika. Basi mwendelezo wa safari yetu uliendelea na baadaye tulifika katika jiji la Arusha. Hakika tuliona mengi, tulienjoy na tulifurahia, na karibu ambatana nami na uzidi kuangalia. Baba na mama vijana, kitukuzwe Kiswahili. Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya Afrika. Baba na mama vijana, Kiswahili. Na nikukaribisha sasa ili kupata miongozo kutoka kwa viongozi ambao tuliwakuta hapa AICC, ambao ni Mr. Asa Mwambene na Mr. Fred Maro. Hakika walitoa maelezo ya kutosheleza na tuliyaelewa na yalikuwa yana manufaa kwetu. Karibu tuwasikilize. I want to be what I want to be, and you can also be what you want to be. Kuna watu wengine mnaweza kuwa mnajishauri kwamba inawezekana mnaingia kwenye profession hii au mnaingia kuingia kwenye profession ambayo mnahisi haina opportunity. The opportunity lies in what you are determined to do. Sawa jamani? Mwisho niseme tu kwamba tunaomba sana mjaribu kuna taasisi za kimataifa ambazo nyingi pia zinahitaji. Sasa kuna watu wengine wanahitaji translators, yani wengine hata mkifanya kazi kwenye taasisi zingine kama za kwa mfano za vyombo vya habari, pia vina demand kubwa sana ya, kwa sababu kuna taarifa nyingi zinaandikwa kwenye lugha ya labda ya Kiswahili. Kwa mfano kama Daily News, statement nyingi zinaandikwa kwa Kiswahili. Maana yake wanahitaji pia taaluma yenu transcribe na translate ili ziwe kwenye lugha ambayo inafaa. Kwa hiyo kote huko pia kunaweza kuwapa pia na exposure. Kwa hiyo I wouldn't mind kumuona mtu anayesoma interpretation kufanya kazi kwenye vyombo vya habari, kwa sababu bado pia ni eneo pia ambalo linaweza kulina demand kubwa sana ya ajira kwa taaluma ya kwenu, na ni mwanzo mzuri wa kujenga kuwa perfect kwenye lugha, kwa sababu imagine kufanya kazi kwenye gazeti la kila siku. Every day you have to communicate in English, not just communicate, but you write something that somebody will read and see and get educated. Mikutano mingi inayofanyika, ndio nitasema kwa experience mama kweli tofauti. Kwa mfano kwenye mikutano ya AU, speakers wengi wanaokwenda kuongea wanakuwa na written speech. Kwa hiyo sometimes interpreters wengi wana kazi rahisi tu. Maana yake yule interpreter anasoma speech yake, alafu yeye huyu bwana na yeye anasoma speech kwa lugha hiyo nyingine ambayo anatafsiri. Kwa unakuta kwenye baadhi ya mikutano mingi ya kimataifa interpreters wana kazi ndogo. Lakini sometimes unakuta mtu anaweza kusoma speech
lakini anaweza kuongea mambo mengine nje ya speech. Kwa hiyo interpreters ana divert tu, kwa maana kwamba anaongeza, yani maana anajiongeza sasa nje ya speech. Kwa hiyo unakuta kwa maana mkutano unakwenda kwa taratibu, it is okay na ni rahisi kwa interpreters kwa sababu kama mambo yanakuwa well organized. Lakini challenge kubwa ni interpreters ambapo unaambiwa kuna mkutano hapa, na kusema kweli interpreters wote wanakuwa kidemand kwamba ujue wataalamu wetu wamekwenda. Jamani. So we imagine tukiwa na demand kama hiyo, wewe unakuwa mwenye anything you see, kama sio kuna wageni wako, basi ujue kuna mgeni anakuja kutoka nje baya, ujue facilities zetu ziko kule zinatumika. So we are that connected. Habari za asubuhi. Naitwa Freddy ni IT. Kama mlivyoelekezwa mwanzo kwamba tuna system ya interpretation inaitwa wajue IT ni nini. Sijui. Information technology. Kwa kama mlivyoelekezwa mwanzo kwamba tuna systems za interpretations na system zetu zinaitwa SIS, yani Simultaneous Interpretation System. Kwa hiyo kwa kuuliza swali kwamba kuna ukalimano upokezana, sisi watufanye sana. Tunafanya ni simultaneous, kwamba mtu anapoongea hapa na wewe ambaye unakuwa unataka kupata tafsiri unapata hapa kwa simultaneous au instantly in 0 second. Hata second inaweza kuwa kubwa pengine. Namna kazi inayofanyika ni kwamba mtu anakuwa hapa anaongea kama mimi kwa mfano, then hii sauti inayoongea hapa inaingia kwenye control room hapa ambao kuna sound system ambayo kutokea pale sasa ile sauti inakuwa distributed kwenye hizo vyumba mnaona hapo vyumba vinne. Mfano vyumba vinne tunaweza kupata 4, 5, 6 kulingana na mahitaji wakati huo. Lakini kwa hapo unaona kuna vyumba vinne. Kwa vyumba vinne kila chumba kuna hao wakalimani. Wale wanakuwa wamevaa headphones, wanakuwa wanasikia sauti ya mtu anaongea hapa. Na kila mkalimani pale ndani anatoa translation, interpretation. Ana interpret kulingana na lugha ambayo wewe unabidi upate. Kwa mfano chumba namba 1 inaweza kaa na mtu ambaye anaongea French, tunachopata anaweza kaa labda ni German, tunachopata kaa Portuguese, French and so kulingana na lugha ambazo ziko. Kwa hiyo unapokuwa umekaa hapo unataka kupokea ile lugha, unakuwa na hivi vifaa viwili. Cha kwanza ni hiki. Hii kama mtakatiwa kuipata. Hii inaitwa receiver. Na hii nyingine inaitwa headphone. Kama kawaida mnasikia headphone. Kwa hiyo lazima ichomekwe kwenye hiyo, unaona kuna port ya kuchomeka headphone. Ikishachomekwa hapo ndio inaweza kawashwa. Kwa hiyo ukishawasha automatically itasoma 0. Ukichini kwenye 0 utasikia lugha ya mtu ambaye anaongea hapa ndani. Lakini ukianza 1, 2, 3, 4 utakuwa unapata lugha kulingana na channel ambazo tulikuwa tumeshaset. Na kalimani anapoongea pale ndani ananisikia anapoongea, yeye ananisikia na yeye anaongea sasa, anatafsiri na kuitoa ile tafsiri yake ambayo inarudi kwenye sound system ndani na inatoka kwenye kifaa. Mfano hicho kinaona hapo kwenye picha ya rais hapo, unaona kuna kitu kinawaka hapo juu. Kwa tuna mfano hivyo vifaa hapa ndani kama kadhaa ambapo kwenye kazi yake ni kutoa signal. Hiyo signal sasa unaipata kwa kutumia hiki kifaa ambacho hiki sasa tutakuwa na tune namba 1, namba 2 au namba 3 kupata ile lugha ambayo unataka kuisikia. Kwa kama anaongea Kifaransa yuko namba 1 na sisi sasa hivi tumeseti namba 1, utachagua namba 1 uweze kusikia Kifaransa. Kama tumeseti namba 2 ni German na uta switch kwenda namba 2 upate nini? Kijerumani. Kwa kifupi ndio hivyo. Na niliuliza swali la relay na kumbuka. Relay inapofanyika tuna setup pale pale ndani kwamba kuna mtu labda hapa mimi naongea Kichina hapa ndani. Lakini wewe una translate Kiingereza kwenda Kiswahili labda. Hujui Kichina. Kwa pale ndani pana mkalimani wa Kichina, anayejua Kichina ananisikia mimi anajua Kichina, anapeleka hapa Kiingereza. Kwa hiyo humu ndani kuna watu watahitaji kusikia Kiingereza. Kwa hiyo aliyepo ndani ataswitch kwenda kwenye Kiingereza ambacho anaweza kujua, kuelewa. Lakini kuna wengine hawajui Kiswahili. Kwa hiyo hapo ndani unatafsiri Kiingereza kwenda Kiswahili, tutakusetia relay kutoka kwa yule Mchina ambaye anatoa Kiingereza, anatoa Kichina kwenda Kiingereza, wewe utasikia Kichina na wewe utatoa Kiswahili hapo. Na hivyo vyote vinatokea instantly au simultaneously. Wote mnakuwa mnasikia kwa moja kwa wakati mmoja. Pengine tungeweza kufahamu vigezo tunafanyaje, pengine kuna miongoni wetu akawiwa
kuwa miongoni mwa watu ambao wanakuja kufanya internship katika maeneo haya? Tu mfano mzuri wa Mzumbe. Mzumbe wana kitu tunaweza kusema ni kama guided internship. Wao wanafunzi wao wanakuja na walimu. Kwa tunakaa huko ndani. Leo kwenye tourism value chain tuna vitu vingi. Tuna watu tunaita DMC, yani wale nimewataja destination management company, sawa? Wale wanahusika na mchakato mzima wa destination. Sio kitu cha ajabu. Destination ni kwenye utalii, ni kwenye focal point. Kule tunapoongelea utalii, tunaongelea historical sites, tunaongelea national park, Ngorongoro National Park ni destination, sawa? Ukienda Kilimanjaro usikupanda mlima ile ni destination. Habari za asubuhi mabibi na mabwana. Kwa jina naitwa Zainab Ahmad Isa. Kwa heshima ya kipekee kabisa, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema mpaka kufikia katika ukumbi huu mkubwa wa mikutano kimataifa. Kabla sijaenda mbali, napenda kutambua uwepo wa wenyeji wetu katika ukumbi huu. Vile napenda kutambua uwepo wa mkuu wa idara ya Kiswahili Chuo Kikuu cha Dodoma, Daktari Zuhura Badru. Hali kadhalika napenda kutambua mchango wa uwepo wa mhadhiri wa kozi ya ukalimani Dr. Alphonse Boniface. Bila kusahau kabisa uwepo wa wanafunzi wa kozi ya ukalimani Chuo Kikuu cha Dodoma na wajumbe wote waliohudhuria. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kazi iendelee. Leo ninayo amani kuzungumzia ukalimani kama taaluma bora na muhimu katika kuhakikisha maendeleo endelevu ya nchi yetu Tanzania. Taaluma hii imewezesha vijana wengi kujiajiri na hata kuajiliwa kwa minajili ya kuleta mawasiliano katika sekta mbalimbali nchini kama vile sekta ya afya, sekta ya madini, sekta ya usafirishaji na sekta ya elimu. Kutokana na kutambua mchango wa taaluma hii, vyuo mbalimbali nchini ikiwemo Chuo Kikuu cha Dodoma kinatoa mafunzo na kuandaa vijana mahiri katika sekta ya ukalimani. Hii inawezesha kuongeza ujifunzaji wa lugha mbalimbali, kwani ukalimani unahusisha ujifunzaji wa lugha tofauti. Kadri watu wanapojifunza lugha hivyo, ndio wanavyozidi kufahamu tamaduni mbalimbali, kwa sababu tamaduni nyingi zimefichwa katika lugha. Taaluma hii inakuwa kwa kasi sana hadi kufikia matumizi ya vifaa vya kielektroniki katika ukalimani tofauti na hapo awali. Mfano halisi ni vifaa hivyo tunavyoviona katika ukumbi huu wa mkutano wa AICC Arusha International Convention Center. Kongole nyingi ziende kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri na kurahisisha mawasiliano baina ya jamii, kwa sababu ukalimani unakuza taaluma na kurahisisha mawasiliano baina ya jamii mbili tofauti. Pia taaluma ya ukalimani ni chanzo cha kudumisha amani duniani, hususan pale inapotokea migongano aidha ya kisiasa, kiuchumi ama kitamaduni baina ya mataifa tofauti. Ukalimani huwa sababu huwa suluhu ya migongano hiyo pale inapotokea lugha gongana kama watoto wa mtaani wanavyosema. Mwisho kabisa na kwa kipekee natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Chuo Kikuu cha Dodoma ukishirikiana na idara ya Kiswahili chini ya nahodha mahiri Dr. Zuhura Badru na askari wake mpambanaji Dr. Alphonse Boniface kwa kutupatia wanafunzi fursa ya kuja kutembelea ukumbi huu wa mikutano ya kimataifa AICC ili tujifunze. Ningependa jitihada hizi ziwe endelevu vizazi na vizazi vya Chuo Kikuu cha Dodoma wanaosoma kozi ya ukalimani. Kwa kumalizia, nashukuru wenyeji wa AICC kwa kupokea vizuri na kutuongoza katika mazingira yote ukumbi. Nasema asanteni sana na Mungu awaongoze katika utendaji wenu mzuri, na washukuru nyote kwa kunisikiliza. Asanteni, Mungu awabariki. Jamani makofi ya toshi. Hongereni wote kwa mwalimu samani, mnisamehe tu.
Kuna kaka anakuja hapa kaniambia wanasema ana speed sana. Sasa si ndio ukalimani wenyewe. Sasa sikilizeni. Bahati nzuri sana lugha zote zilizoongelewa. Kwa mfano Kisukuma. Huyu Msukuma alikuwa anaongea Kiswahili. Jamani. Wewe ndio Msukuma gete. Kashinaga. Sasa kwenye Kisukuma kuna maneno nataka kutupa kwa sababu wanasema ndio tabu. Sawa? Tabu ni Kiswahili. Sio? Ndio shida ni Kiswahili, sio? Lakini toba neno la Kisukuma la ndio tabu au ndio shida ni doma kweli. Sawa? Wasema mpo. Sasa ukisikia Msukuma anasema ndio shida, ndio makweli ni kwamba amechanganya Kiingereza, Kiswahili na Kisukuma. Sasa muda wote hivi neno mkalimani, neno ukalimani kwa Kisukuma ni nini? Anaongea ukalimani na kushomereja. Hiyo nilipenda. Nasema kushomereja. Unaona? Sasa mimi naongea Kiswahili. Kwa jamani, speed ndio kitu pekee pia ni sikunani kwa sababu essence of interpretation is timely, speed and perfect language. If you master the three, Wafaransa wanasema c'est magnifique, c'est fini. Sawa? Kwa sababu usipozijua hiyo kwa mfano, huyu alikuwa na tafsiri Kiingereza. Ana tool nzuri sana ya tonation ya Kiingereza. Very good. Hivi kwa jamani, yani huwezi kutofautisha wakalimani wengine na yeye. Anacholaki ni speed. Yani sijaona mahali neno la Kiingereza lilochapia. Mimi I was very observant. Nimeangalia lugha zote. Si unasema Kisukuma nakifahamu. Kwa Kisukuma nimemwona. Nimemwangalia wa Kiingereza. Ndio nasema intonation yake kati yake ya kuongea Kiingereza is perfect. Yani hatofautiani na wanani wengine. Sawa? Tatizo speed. Bado huna nafasi ya kumwambia anayeongea speech pale ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe ndio kumwambia samahani mama, naomba punguze kidogo speed. Utamwambia? Yani ni wewe. Na jamani, we are young. You guys, you are younger than me, sio? Sisi speed zetu zimesha kufa. Yaani uwezo wetu wa kwenda speed ya kasi. Sasa nini? You have to. Kwa sababu mimi kama napima na ile introduce rate kwenye Kiingereza kuna raise and fall intonation. Sawa? To stress. Lakini kutoka neno na lingine unahema kiasi gani? That vibration in matters kwenye interpretation. Sawa? Haya, Mchina umeruka maneno mengi sana. Sawa? Mchina ibada. Kabisa kwa. Mchina speed imekushinda. Sawa? Nimekakaa China kidogo jamani. Sawa. Wewe na katika lugha zote ndizo unaongea hapa. Kidogo nina idea. Sawa jamani? Sawa? So, na maombeni speed. Na ni vizuri kufanya exercise aina hii mara kwa mara. Walimu hivi simnazo hizi nani mashine pale kweli pale nani? You can manage it. Hilo hapana. Hilo sina wala sitaki kueleza nacho. Hatuna vyote yaani sisi tunakutana mingi inafanyika kwenye kumbi tofauti. Kwa hiyo exposure pekee ambayo nataka tufanye kuna mkutano unaendelea sio kwenye stage gani. Tukikuta wako kwenye chai na vitu subiri, lakini nataka tu watu wachache walau waone tu mazingira ya sawa. Itakuwa watu wachache. Nafikiri kienda na kupa kwanza watu 10. Sawa? Nimesoma pia Kilatini form 1 mpaka form 4. Yeye unaonekana kama upadili upita tena. Na kiasi kidogo Kiebrania pia. Wakati nilisoma ole bwana. Nilisoma shule ya seminari kwa hiyo nilipaswa kusoma hizo. Asante sana. Nashukuru ndugu ameshanitambulisha.
nifikishe shukrani zangu kutoka idarani, lakini kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, jinsi ambavyo ulikuwa unawapokea wanafunzi wetu. Mimi ni mara yangu ya kwanza kuja, lakini huyu katibu alikuwa anakuja mara kwa mara. Kwa hiyo nikaona ni vyema nije nifahamiane na nyinyi, lakini nijifunze kwenu, kwa sababu tuko katika mchakato wa kutafuta vifaa wanafunzi wetu waweze kufanya mazoezi. Kwa hiyo tukaona kwa mahali nzuri ambapo ninaweza kujifunza vizuri. Kwa hivyo kwa kweli tumepewa ushirikiano mkubwa, kwa sababu tunashukuru sana, na uniruhusu nifikishe salamu kwa Profesa Bey. Naam, baada ya kumaliza shughuli yote katika ukumbi wa AICC, tuliongozana na mkuu wa idara ya Kiswahili Dr. Badru. Tupo naye hapa, tunaomba tumuulize baadhi ya maswali machache na yeye ataelezea ni jinsi gani ameguswa kuja nasi. Dr. karibu. Asante. Tunaomba tujue kwamba ni nini kimekugusa mpaka ukaamua kuja na wanafunzi wako huu ukumbi wa AICC. Tuna mpango wa kuwa na ushirikiano na AICC, na kwa hiyo ilitakiwa mkuu wa idara aweze kufika hapa na kuzungumza na wahusika wa hapa kwa ajili ya kufahamiana na kuweka msingi kwa ajili ya mpango huo. Lakini jambo jingine ni kuja kujifunza, kwa sababu hawa watu wamekuwa wanafanya hizi program za ukarimani na wana vifaa, wana uzoefu. Kwa hiyo ni kuja pia kujifunza kama idara ambayo imeanzisha hii degree program ya Bati, kuweza kujifunza kutoka kwao namna ambavyo wanaendesha shughuli zao. Lakini pia nikaona ni vema, jambo la tatu, nije na wanafunzi na wenyewe waone kwamba wako na kiongozi wa idara yao. Sawa, asante. Dokta, kuna baadhi ya wanafunzi nimepita wametoa maoni, wanasema kwamba wanatamani warudi mwaka wa kwanza kwa sababu hii kitu imewafanya wanaona kama wamechelewa. Sasa sijui wewe kitu kama hiki unakichukuliaje? Kwao wanaweza wakaona wamechelewa, lakini nafikiri wana nafasi kama ambavyo tumesikia leo. Baada ya kumaliza masomo wanaweza kuomba internship, wakaja kufanya hapa mazoezi hata baada ya kumaliza masomo. Hata hivyo nafikiri kwa wale ambao bado wanaendelea watapata nafasi kuanzia mwaka wa pili hata kuja kufanya hapa mazoezi kwa vitendo, zile wiki 6 za mazoezi kwa vitendo au 8 wakati mwingine kufanya mazoezi kwa vitendo, na wakifika mwaka wa 3 na kuja tour kama hii, basi wanapata nafasi ya kujifunza. Lakini wale ambao tayari wako mwaka wa 3 wasikate tamaa, wanayo nafasi kama ambavyo tumeambiwa ya kuja kuomba kufanya mazoezi hapa baada ya kuwa wamemaliza masomo. Sawa, tunashukuru Dokta kwa ushirikiano wako. Asante. Mimi naitwa Daktari Alphonse Boniface. Kimsingi mimi kama mwalimu wa kozi hii niliona kwamba wanafunzi hawa wanahitaji kuviona vifaa kwa uhalisia wake. Wao wamekuwa wakijifunza kwa nadharia darasani, lakini hata ukimwambia kifaa fulani kinafananaje hawajui. Kwa hiyo nikapata msukumo kwamba lakini kwa nini hawa wanafunzi pengine wasivione moja kwa moja vifaa hivi vinafananaje? Kwa hiyo kanipa msukumo wa kutafuta namna ya kuwasiliana na uongozi wa ukumbi, na kweli wakatupokea, na wanafunzi basi wanapaswa kwanza kuviona vifaa vyenyewe, lakini pia kufanya mazoezi ya kuvitumia. Kwa hiyo moja kwa moja inawajengea hata kule kujiamini. Sawa. Na labda Dokta, wakati unaandaa na hii safari ya wanafunzi kuja huku, kulikuwa labda umekutana na changamoto gani? Changamoto zipo, kila kitu kikosi changamoto, hata kama kilikuwa na mazuri kiasi gani. Changamoto nayoiona mimi ni hasa kwa wanafunzi, sehemu za kufikia. Kwa hiyo tunapata makaribisho, tunakuja na wanafunzi, lakini kikubwa mahala pa kulala. Tumekosa hosteli ambazo zingeweza kuwabeba wanafunzi hawa hata katika siku 2-3 ili wakapata fursa ya kujifunza zaidi, lakini kwa sababu ya kukosa sehemu za kulala tunalazimika basi wanafunzi wajigharamie wenyewe, na hivyo tunapata siku chache, pengine siku 1 au siku 2
basi wanaondoka kwa sababu ya sehemu za kufikia. Kwa hivyo vinginevyo kama tungepata sehemu ambapo wanafunzi wangepata sehemu za kulala, tungeweza kufanya mafunzo kwa muda mrefu na wakanufaika zaidi. Asante Dokta, na swali la kumalizia labda ni kwamba kuna wanafunzi walio mwaka wa pili sasa ambao mwakani watategemea kuja, unawashauri nini? Nadhani mwaka wa 3 utakuwa ni mabarozi kwa wanafunzi wengine wa mwaka wa pili, mwaka wa kwanza pia. Kwa hiyo nafikiri wanafunzi hawa wanaosoma mwaka wa pili ambao pengine mwakani nao watahitajika kuja kama walivyokuja hawa, nadhani kikubwa ni kujiandaa, na kama bado tutakuwa hatujapata namna ya kulala huku, basi waanze kujitafutia namna mbalimbali ambavyo zitawasaidia wao kufanya kulala hapo, lakini pia kufanya mafunzo haya kwa ufanisi mkubwa. Asante Dokta, tunashukuru kwa ushirikiano wako. Mungu akubariki. Msikilizaji na mtazamaji wa Zayoma Online TV, asante kwa kutizama video yetu, na naamini umefurahi na umeenjoy pia. Tunashukuru kwa usikivu wako na utazamaji wako. Tafadhali endelea kutazama video zetu, na naomba tutoe mwito kwa wanafunzi wanaosoma Kiswahili. Hakika lugha hii ni adhimu. Lugha hii inazidi kushika kasi kila siku zinavyozidi kwenda. Asante, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Nashukuru. Ni mimi mtangazaji wako Mtunda Josephine Paul, nasoma Chuo Kikuu cha Dodoma. Nyuma ya kamera ni Zabron Yohana. Asante sana, bye bye. Afrika